4:49 na Mathayo 16 mstari ule wa 18. Ndiyo yamekuwa maandiko yetu makuu, na mengine yamekuwa yakijitokeza kadri tunavyoendelea. Kanisa lenye nguvu, tulianza tukaona kwa ufupi maana ya kanisa. Sema ni kusanyiko la watu walioitwa, wametengwa maalum kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Walikuwa hawafai, akawaokoa, akawatenga kwa ajili ya kazi yake maalum. Na tukasema kanisa ni mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Na Matendo 2:47 ilituhakikishia kwamba Bwana akaliongeza kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kuonyesha kanisa sio kusanyiko tu la watu hivi hivi, ni watu waliookolewa. Sio jengo. Leo hii watu wanaita kanisa, lakini kiukweli sio kanisa kwa sababu hawajaokoka. Ni mifumo tu fulani wamekusanyana, wakawa sehemu fulani bila wokovu, alafu wakajiita kanisa. Tukaona pia nguvu, maana somo ni kanisa lenye nguvu. Tukaona nguvu ni kitu gani? Uwezo wa kufanya kazi. Ni uwezo wa kufanya kazi. Na nitoa mfano kwa wale ambao umeenda shule mbele kidogo kwenye fizikia. Wana define what is power. What is power? Na iko formula yake, work done over time taken. Kitu kama hicho. Na ukiendelea kuichambua work done, unaambiwa ni force times distance traveled. Okay? Vitu kama hivyo. Na unaendelea tu kuchambua force is a push or a pull. Unasukuma au unavuta. Tukasema kwenye ulimwengu wa roho, si tuliookoka, vitu tunavyovitaka tunavivuta. Maana tunatumia nguvu. Tusivyovitaka tunavisukuma mbali. Kwa hiyo uamuzi unakuwa nao mwenyewe uishije. Ukae na usivyovitaka vikusumbue, au visukume ili uvute unavyovitaka. Na mwenye nguvu mpishe. Na tulisema kwamba hata maisha ulionayo yanategemea tu nguvu yako, na hasa ya uchumi na ya kiroho. Uko hivyo ulivyo ni kutokana na nguvu ulionayo kiroho, kiuchumi, kielimu. Chakula unachokula ndio nguvu yako. Na mara nyingi tumekula tusivyovitaka kwa sababu nguvu hairuhusu. Tumevaa hata mavazi tusiyoyataka, ishu nguvu hairuhusu. Tukitangaza hapa kwamba kesho kanisa zima twende shopping, kila mtu ataenda kwenye duka size yake kulingana na nguvu alionayo.
hatutakutana kwenye duka moja wote. Wengine tutaenda kwenye zile za kutupiwa, unadaka. Si ni sawa ndugu zangu? Nguvu yake ndiyo hiyo. Kwa hiyo maisha ulio nayo, determination yake ni nguvu ulio nayo. Hata chakula unachokula. Tuliongea vitu vingi kuhusu nguvu na tukaona sifa za kanisa lenye nguvu. Kwanza ni wokovu, toba. Mtu aokoke, amwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Namba 2 tukaona ubatizo. Ziko aina 2 za ubatizo. Ubatizo wa maji mengi, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na leo hii watu wengi wanapuuza sana ubatizo wa maji mengi, wakati Yesu alibatizwa ubatizo huo kuonyesha kielelezo. Kwa hiyo kanisa lenye nguvu lazima watu wake wabatizwe ubatizo wa maji mengi. Nje hapo hatukai nao watu. Naomba unielewe, kwa sababu wako watu wanatokea wanajidai wana upako na nguvu za Mungu, ubatizo wa maji mengi wameukataa. Sasa hilo ni kosa. Na Biblia inasema kwenye sheria nyingi, ukivunja moja tu umefuta zote. Kama Yesu alibatizwa ubatizo huu, wewe ni nani ujiite Mkristo alafu ukatae ubatizo wa Kristo mwenyewe? Kwa hiyo hii ni lazima kwa kanisa lenye nguvu. Tukaona pia ubatizo wa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha mpya. Ili tujue umebatizwa na Roho Mtakatifu, ishara ya nje kubwa ni kunena kwa lugha nyingine. Na nikasema faida za mtu anayenena kwa lugha, anaongea mambo ya siri na Mungu. Hakuna mtu atakayeelewa. Na kwa sababu unaongea mambo ya siri, ni wewe na Mungu tu. Wanaokusikiliza hawaambuli kitu. 2, unajijenga wewe mwenyewe. Utoke kwenye udhaifu, uwe na nguvu za Mungu. Kunena huku kwa lugha kama ishara ya kwamba umejazwa Roho Mtakatifu, haihitaji kufasiri. Lakini ukinena kama karama, fasiri ili kanisa lijengwe. Na ndio maana tunapokuwa kwenye ibada tunatoa muda watu wanene, lakini tukiona hakuna fasiri inayotolewa, tunasema nyamaza, kwa sababu najijenga mwenyewe. Amen wapendwa. Na hii ilitokea siku ya Pentecost. Walijaa wakanena kwa lugha. Sehemu zingine walijaa wakanena na wakatabiri. Haleluya. Sasa leo nataka tuangalie sifa ingine ya muhimu sana sana, ambayo Mungu analiachia kanisa nguvu yake kwa watu wake ili wamfanyie kazi aliyoianzisha kupitia mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Sifa hii ni kuwa shahidi. 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 Ndio anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kumbe ile nguvu inahusika sana na kuwa shahidi. Inapatikana hapo Matendo 1 mstari ule wa 8. Na unaandika pia Marko 16
16:20. Marko 16:19 mstari ule wa 20. Mstari miwili, 19 na 20. Sasa shahidi ni nani? Shahidi ni nani? Shahidi ni mtu aliyeshuhudia tukio fulani likitokea kwa kuona au kusikia. Ameona au amesikia, huyo ndio anaitwa shahidi. Niliona kabisa wakati ajali inatokea, au nimesikia kabisa kwa waliopata ajali. Shahidi ni shuhuda wa tukio fulani kwa kuona au kusikia. Macho yameona, masikio yamesikia. Huyu ndio anaitwa shahidi. Shahidi anasimamia anachokiamini hata kama itamgharimu maisha. Hiyo ndio sifa ya shahidi. Anasimamia anachokiamini hata kama itamgharimu uhai wake. Shahidi huwa hakwepeshi. Shahidi huwa anasema anachokiamini. Nelson Mandela alifungwa miaka 27 na mateso mengi tu ya kutosha. Mateso yale yote na kifungo kile, lengo ilikuwa akane anachokiamini. Pamoja na mateso hakubadilika, hakukana. Wanamuacha tu atoke nje, ni rais wa nchi. Anasimamia anachokiamini. Shahidi yuko tayari kulipa gharama kwa sababu ameona, amesikia. Hawezi akaacha kusema, maana ameona, ana uhakika na kile anachokisema. Jina la Bwana libarikiwe. Petro na Yohana walipomponya yule kiwete, sura ile ya 3, sura ya 4 wakakamatwa, wakawekwa ndani, wakaanza kuhojiwa maswali magumu sana. Kwa uweza gani mnafanya? Kwa nguvu gani mnafanya? Kwa sababu waliona, wanawaambia jamani, amueni wenyewe, tuwaheshimu ninyi au sisi hatuwezi kuacha kuyasema yale tuliyoyaona na kuyasikia. Mlimuua Yesu, mkamzika, siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu. Tumeona, sisi ni mashahidi, amueni wenyewe. Sasa kwa nini wako majasiri namna hii? Wameona, wamesikia, na wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Halo? Na ukumbuke hawa jamaa baada ya Yesu kufufuka wamekaa naye siku 40, wakajiridhisha ni yeye. Kumbuka ilikuwa haijatokea mtu afe alafu afufuke. Sasa ikawapa shida, siku 40 wamejiridhisha, wakaconfirm ni yeye. Sasa leo
aliyeuawa amefufuka. Ninyi mnatuzuia kuzisema habari zake. Hatuachi kusema hata kwa gharama. Muulize jirani yako, wewe ni shahidi kuhusu Yesu? Shahidi wa kweli lazima awe na mambo yafuatayo. Kwanza, awe jasiri. Awe jasiri. Tumishi maiki ni kama inanibana bana kidogo, nisaidie. Awe jasiri. Ile Matendo 4:13. Matendo 4:13. Hawa jamaa wakamata, baada ya kujibiwa wanawakagua. Hapo sawa. Wanakuta hawana elimu wala maarifa, lakini wakauona ujasiri. Wakasema hawa jamaa wako na Yesu. Watu ambao wako na Yesu, kanisa lenye nguvu, lazima uwe jasiri. Popote pale lazima uwe jasiri. Hata kama wamebeba upanga wanataka kukuua, bado utasema Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Jasiri. Lazima awe mnyenyekevu. Mnyenyekevu. Manake hata kama umekabiliwa, wamekubana, usiwatukane. Ndiyo maana ya unyenyekevu. Eleza ukweli jambo bila kuwatukana. Uwe mnyenyekevu, uonyeshe heshima, lakini ubaki na msimamo wako. Halafu 3, ukakamavu. Kutamka sisi hatuwezi kuacha. Kuna ujasiri na ukakamavu. Sio nakabiliwa naanza kutetemeka. Halo? Halo? Binti, unapokabiliwa kwenye majaribu, lazima uwe jasiri na uwe mkakamavu. Jasiri na uwe mkakamavu. Sio unaongea huku unachora chini. No. Unachora chini huku umeangalia pia chini. Mtazame huyo aliyekukabili ana kwa ana, live, bila chenga. Unamwambia nimeokoka. Usiseme aise, mama yangu mkali akiniona hapa. Kumbe mama mkali, wewe sio mkali. Uwe jasiri. Uwe mkakamavu. Sifa ya 4 ya huyu shahidi, awe mtu mwenye uharaka. Hawa jamaa wanasema hatuwezi kuacha, manake mnatuchelewesha kazi hii na muda maalum. Hatuwezi kuacha, lazima tufanye. Msituzuie, msitucheleweshe. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo kujazwa Roho Mtakatifu, lengo kubwa haliishi kunena kwa lugha, inaenda kwenye ushahidi, kuwapelekea watu wengine habari za wokovu. Hujaokolewa kwa ajili ya faida yako mwenyewe, umeokolewa ili waendee waliopotea, nao walete kwa Kristo, ili wao pia wasiende jehanamu kama
kama unaamini iko jehanamu, lazima utawahurumia wenye dhambi. Na kuonyesha unawahurumia, lazima uwe jasiri, uwe mnyenyekevu, uwe mkakamavu, ufanye haraka kuwaendea kule waliko. Uwaendee sokoni, uwaendee mitaani, uwaendee kazini, popote walipo. Unakwenda kwa sababu ndani yako una agenda ya Kristo, kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri nini? Injili. Injili inataka majasiri. Lazima uwe jasiri. Kuna kupigwa, kuna kutukanwa, kuna kuzomewa. Siku moja nilikuwa nahubiri center kule kwetu. Tumetoa vyombo na hubiri center. Injili imenoga, pepo zinatoka. Jamaa kanirushia yai limeoza. Bahati nzuri likapita likadondoka kule. Injili sio mchezo. Amen. Amen. Haya mambo ya kuwa shahidi yanamhusu kila aliyeokoka. Yanakuhusu. Dunia inataka majibu, imekosa majibu. Ndiyo maana watu wako tayari wanywe mafuta. Badala ya kupikia mihogo, wanakunywa mafuta. Hello. Mama mmoja Kahama anapitia jaribu la kutopata watoto. Akawaendea wajanja, wakamnywesha maji ambayo kikawaida lita 1.5 ni wachache wanaoweza kunywa, yani mara moja gugu ikaisha. Ila kule ukienda unaimaliza, maana unatafuta mtoto. Akazinywa zile chupa, hakuna mtoto. Watu walienda Loliondo, si mnakumbuka? Wamekosa majibu kwa Babu Kikombe. Ni kwa sababu wamekosa majibu. Na watu wanapenda njia za mikato, kupata haraka bila kuhangaika. Leo hii kuna watu wanasimama wanasema, ninyi kufunga kulishapitwa na wakati. Mimi pastor ndio kazi yao, ninyi kuleni, mimi ndio wa kuwaombea. Simple like that. Sasa shahidi lazima atokeze, aseme majibu ya maswali yako yapo Rehoboth. Ukija Rehoboth, mimi natokea Rehoboth na kuonjesha tu hapa mtaani. Ukija kwenye utashiba. Tunataka watu wa namna hiyo. Sikiliza, nikupe mifano ya mashahidi walipitia nini. Stefano, kila mtu anajua, baada ya injili nzuri yenye nguvu, ishara na miujiza inatokea, wakamkamata Stefano shemasi, akapigwa kwa mawe mpaka akafa. Lakini kwa sababu ni shahidi jasiri, kabla hajafa anasema, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Nisikilize, Biblia maeneo mengi inasema Yesu ameketi mkono wa kuume, lakini kwa sababu huyu ni shahidi, ni shujaa, amemaliza kazi. Na ukumbuke Roma ni enzi zile ilikuwa wakienda vitani, maaskari wanaporudi vitani
amani na ushindi. Mfalme ndiye anayewapokea, hata kama alikuwa amekaa akiona mashujaa wanaingia, inabidi asimame kwa heshima kuwapokea mashujaa. Sasa Stefano amemaliza kazi ya ushahidi bila kujali mateso. Yesu anaona hakuna sababu ya kukaa, na simama kumpokea shujaa. Haleluya! Mungu anataka mashujaa, ainue mashujaa. Rehoboth, wanawake mashujaa. Rehoboth, wasichana mashujaa. Rehoboth, wavulana mashujaa. Rehoboth, ichomoke. Inawezekana. Inawezekana Yakobo akakatwa kichwa hadharani, sio vificho. Kwa nini? Shahidi. Nisikie, mimi siongee ushahidi wa siku hizi. Tuna wainjilisi sijui 1000 ngapi. Sikiliza injili zao. Sikiliza injili zao. Watu wamejaa na shida. Mwinjilisi anapokaribishwa kwenye umbati, kwanza anajitambulisha, alafu kinachofuata nisikilize. Sio vibaya, ila usizidishe. Kinachofuata anasema, ninaye mke wangu mzuri kuliko wanawake wote duniani. Kuna kiziwi hajasikia? Nina mke wangu mzuri kuliko wote duniani. Tangu tuoane hatujawahi kununiana. Ni kweli? Huo si utoto. Hata watoto wanaweza waanze kucheka tu. Tangu tuoane miaka 18 hatujawahi kununiana. Hata pepo anaanza kusema tayari tumemweza. Atahubiri nini? Ameanza kusema uongo huyu. Alafu anaongea shahidi. Sio hivyo, mnatajiwa majina ya watoto wao wote. Mkubwa yuko New Zealand, anachukua PhD. Halo, watu wamekuja wagonjwa, wana pepo. Hizo hadithi zako zinamtoa pepo gani? Dakika 15 anajisema na anasema nikitoka hapa naingia Rwanda, baada ya Rwanda Burundi, nikitoka Burundi Kenya. Pepo watoke kwa hayo. Tunataka watu wanaomjua Kristo, wanaojua wito wao kisahihi. Mke wako mzuri kuliko wote, mnajuana nyie huko. Mzuri kwako, sio kwetu. Tunamtaka Yesu. Hivi mnanielewa? Siongei tu kutoka mdomoni, na maanisha, na kerwa. Sisi tunamtaka Yesu. Nani aandike notes za watoto wangu eti wa kwanza alizaliwa mwaka fulani ili mimi nataka Rehoboth wainuke wainjilisi, akisimama hata anasahau kama ameoa au hajaolewa. Ni Yesu mbele kwa mbele. Tokeo yake tunakera watu. Unaona watu wanaanza kufyonza tu, yanaanza na kuondoka. Mimi fikiri anahubiri, kumbe anaisema familia yake. Halo, tambulisha ila kwa kifupi kama unaweza. Mimi nisamee, huwa nasahau mara kwa mara. Si hapa hata sijasema. Na huwa nasahau. Hata mke wangu anajua. Nishamwambia mama, mimi huwa nachanganyikiwa. Yaani nikisha kabidhiwa madhabahu, huwa nasahau nimeoa, nina watoto.
wanasahau. Nataka niwape watu kitu nilichopewa na Bwana. Haleluya. Nimesema haleluya. Kwa hiyo hawa watu pamoja na mateso, ufalme wa Rumi unawakamata, unawatesa. Jamaa, Yesu ni Bwana. Maana ni shahidi hakwepi mateso. Wanamuua Stefano, wanazika Filipo, anaingia Samaria kwamba Bwana tumezika, tuingie kazi. Anamhubiri Kristo, watu wakaokolewa, pepo zikatoka. Haya, Biblia inasema mstari wa 8, kukawa na furaha katika mji wa Samaria popote shahidi anapoingia. Pepo zikatoka, wagonjwa wakapona, wenye dhambi wakaokolewa. Mji huo unaingiwa na furaha. Halo, wewe usicheze na injili. Injili ione tu rahisi, hujakamatwa. Siku akikukamata unaweza kukana, ukasema mimi huwa wananipitia tu, kuna ndugu yangu anasali hapo, kwa hiyo naendaga tu na mimi pale. Mambo yamekuwa mazito. Injili inahitaji watu wagumu wanaomjua Kristo kisawasawa, ili wakisimama kumsema, hata wale wanaowatazama wakiangalia uso wa shahidi wanasema huyu jamaa anamaanisha. Unaongea vitu kutoka ndani. Nikupe mfano mwingine wa shahidi. Alikuwa anaitwa Polycarp. Polycarp huyo alikuwa askofu wa kanisa la Simina kwenye Ufunuo. Hajatajwa pale. Alikuwa askofu wa kanisa la Simina. Nisikilize. Mzee huyo ametumika miaka 86. Watesaji wakamkamata. Wakamwambia hivi, mzee, kwanza pumbavu. Mzee wa miaka 86 unamwambia pumbavu. Alafu jiheshimu, mkane huyu Yesu ili uishi. Na anajua hawa ni watesaji, wameshaua wengi. Aliwatazama akawaambia hivi, nimemtumikia huyu Yesu miaka yote 86, sijaona ubaya wowote kwake, simkani. Wakamwambia sasa tunakupeleka ukaliwe na wanyama wakali. Akasema hakuna shida. Mzee ametulia. Baadaye wanamwambia sasa, wewe mzee Polycarp, omba sala ya mwisho, tunakuteketeza kwa moto. Mzee akasimama akaomba. Alipomaliza yeye mwenyewe akaanza kutoa nguo kuwasaidia. Alafu alipomaliza kutoa nguo, wanakusanya kuni. Naongelea shahidi. Wanakusanya kuni kabla hawajawasha moto, yani hawajamwasha ye moto. Akawaambia hivi, wala sitishwi na moto wenu, kwa sababu moto wenu zaidi sana utawaka saa moja afu unazimika. Ninyi msipotubu mtaenda jehanamu, kwenye moto wa milele na milele. Upo? Sijui na kuingia. Moto wenu ukijitahidi saa moja unakata, lakini msipotubu mnaenda jehanamu ambako moto wake unawaka milele na milele. Huyo ni shahidi. Wakawasha moto, ukaanza kuwaka, lakini jamaa hateketei. Nisikilize. Wakitazama
wanaona ni kama mkate unaookwa bakery, unang'aa. Baadaye jamaa anaonekana kama dhahabu safi, kama shaba inang'aa. Wakachukia. Askari akapewa oda amchome mkuki. Akaenda akachoma mkuki, akatikisa, akachomoa. Njiwa akaruka akatoka. Baada ya njiwa kutoka, damu ikafuata, ikatoka damu nyingi, ikazima moto. Tupo. Mtu anaacha wokovu eti mume wangu amenizuia na mimi naheshimu ndoa, naacha wokovu. Hivi unafikiri wokovu ni sawa sawa na ndoa? Ni sawa na mumeo? Ni sawa na mke wako? Sio kitu kingi. Ndoa ni hapa, kule hakuna kuoa wala kuolewa. Unakaa kwenye ndoa, unamwacha Yesu ili uende jehanamu. Kupi bora? Ni heri nisiwe na mke, nisiwe na mme, niende mbinguni, kuliko kuwa naye niende jehanamu. Wengi wamenuna. Nasema unasema tu we baba. Wewe unasema tu. Halo? Shahidi. Yani anaonyesha msimamo wenye nguvu, msimamo usiogeuzwa. Ndio maana Yesu anasema na watuma katikati ya mbwa mwitu. Ninyi ni kondoo ndani ya mbwa mwitu. Hebu niambie, kondoo ndani ya mbwa mwitu atasalimika? Lakini kwa sababu tuna nguvu za Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, kondoo anaingia katikati ya mbwa mwitu. Anachokifanya, anawageuza mbwa mwitu wawe kondoo kama yeye alivyo kondoo. Haleluya. Nasema haleluya. Yani unaingia katikati ya wabovu, katikati ya wahuni, katikati ya majambazi, katikati ya walevi, kwa sababu una nguvu ya Mungu. Unawageuza, wanaacha bangi, wanaacha ulevi, wanaacha uasherati, wanakufuata wewe. Baadaye wanasema ese, umenisaidia, kumbe nilikuwa nimepotea. Ni kwa sababu ya nguvu ya Mungu. Shahidi ni kila aliyeokoka. Wewe ni shahidi, unatakiwa usimame kama shahidi. Usimame kama shahidi. Shahidi waogopi. Sikia niongee mambo mazito hapa. Kanisa limeharibika kwa sababu hatuna mashahidi mchungaji. Mtu anafanya kosa, watu wameona, hawawezi kutoa ushahidi. Anasema mimi atanielewaje? Mpaka aone mchungaji mwenyewe au mama mchungaji. Umekosa sifa ya kuwa shahidi. Shahidi huwa anaenda anasema, baba, kumbe kiroho cha kanisa kimegoma. Nimemwona fulani anafanya 1, 2, 3, naomba aitwe. Hata kama ukitaka niwepo baba, nitakuwepo. Unakubali kula gharama ili huyo ashughulikiwe, ili huyo apone. Baada ya kupona, wote tuanze safari ya kwenda mbinguni. Leo kanisa halina mashahidi.
Halo. Haikuwa hivyo kwenye kanisa wakati linaanza. Watu walikuwa makini, walichungana. Leo ukimfuatilia mshirika mwenzako anasema mbona unanifuata? Jali mambo yako. Hakuna kujali mambo yangu, na yajali mambo yako ili na wewe uyajali mambo yangu, kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo, tuko pamoja. Ukiharibu wewe utaniharibia na mimi, lazima nikufuatilie. Hebu nione sasa mkono wako ni kama unasikia. Kuelewa utaamua mwenyewe. Haleluya, haleluya. Nimesema haleluya. Sikia ninapoenda kumalizia. Yesu anatutaka wote tufanye kazi. Hivi wapendwa, hapa tukitoka tukaamua Jumapili ijayo kila mtu anakuja na mtu, kuna pa kukaa. Yaani jengo kubwa hili, kubwa hili sio kubwa. Yaani amechukia kila mtu, anasema naleta, na kweli hata tu nusu tu akileta watu hakuna pa kukaa. Lakini baada ya kishi hamna kusalimiana tu ni shida. Rehoboth wengine siwe ndio Rehoboth au sio? Nipe mkono. Yaani unakuta wanasalimiana, yaani ni kama hawajaabudu pamoja, vidole hivi. Amina, ameondoka. Anaukoma huyo mwenzako. Leo hii wasomi kwa wasomi, weupe kwa weupe, Msukuma na Msukuma, Muha na Muha. Mnyiramba kama mimi anatafuta Wanyiramba wenzake. Yaani kanisani ni ukoo, ukabila. Tukiokoka ukabila unakufa. Hata usiposema amina, si umesikia? Ukabila. Mbona fulani wanapigiana simu, ukabila. Upo. Wakati si ni kitu hiki. Kabila letu ni moja. Sisi ni watoto wa simba wa kabila la Yuda. Hata kama nina macho makubwa kama unavyoyaona na ni makali, lakini nimezaliwa upya, ni mtoto wa simba wa kabila la Yuda. Lazima tushibane, tushirikiane pamoja. Kazi sio ndogo, kazi ni kubwa. Sasa ameachiwa mchungaji. Kazi ya mchungaji, zaka ni za kwake. Sijui nani aliwaambiaga kazi ya wachungaji ni kula zakat. Imeandikwa wapi? Biblia ipi? Mathayo labda sura ya 29. Mathayo inaishia 28. Sasa 29 labda ndiyo imeandikwa. Mwaka jamani, yani naumia. Washirika mwaka, yani Januari mpaka Disemba hajaleta hata mtu mmoja. Hata mweo, yani hata wakukahonga pipi. Kajinga unakanunuliwa bikiji. Unakahonga kaje kanisa, hata mmoja huna. Hapo unataka Mungu akubariki. Nani anaendaga dirishani siku ya mshahara? Kwa vile tu ameona wenzake wako dirishani, hajui wana kadi. Na yeye anaenda benki, watu wanasogea na yeye anasogea, watu wanasogea na yeye anasogea. Unafika pale una sifa, unafikiri pesa zinachukuliwa kienyeji. Mungu anagawa baraka zake kienyeji hivyo. Kazi. Na hii ndio kazi tulioachiwa.
Hii ndio kazi inanivujisha jasho. Sibabaishi wanasemaje, waseme amechanganyikiwa, na itafuta taji ya uzima kwa kuhubiri Injili. Hubiri Injili. Yani jamani, dunia hii ina shida. Dunia hii ina bado dakika ngapi? Niambieni tu wala msiogope. 2 au zimeisha? Zimeisha. Haleluya, zimeisha. Zimeshaisha. Nguvu ya Mungu iko hapa. Iko kubwa sana. Watu walimfuata Yesu kila siku kwa sababu ya miujiza. Miujiza inavuta watu. Miujiza ni chambo cha kuwavuta watu. Watu wanataka majibu ya matatizo yao. Watu wanataka ishara ili waamini, kuhubiri habari njema, kufungua wafungwa, vipofu wapate kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hapa nilipo unavyoniona, I am the carrier of the power of God. Yani mimi nimebeba nguvu ya Mungu. Sijabeba kwa faida yangu, nimebeba kwa faida ya wenye shida. Huwezi kulia asubuhi ya leo na kuhakikishia kilio chako kinaenda kukoma. Mateso yako yanaenda kukoma. Bado hujanielewa. Eti mgongo, hakuna cha mgongo hapa. Nakwambia hakuna cha tumbo, hakuna cha TB, hakuna cha kansa. Ninayo mamlaka, naitangaza mamlaka. Mimi ni mtu wa miujiza, nimeumbiwa miujiza, nimepewa miujiza ya kukusaidia wewe. Haleluya. Nimesema haleluya. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiache mguu wangu usogezwe, halali asinzie kwa ajili yako. Bwana amenituma kwenu, nimekuja mzima mzima, mwenzenu sijajihurumia. Nimemtafuta Bwana, sijaombea kanisa nilikotoka. Tangu nimefika hapa nalia kwa ajili ya Rehoboth. Bwana ikumbuke Rehoboth. Bwana ponya wagonjwa Rehoboth. Bwana fufua matumbo Rehoboth. Bwana ondoa hasara Rehoboth. Ponya watu wako, inua watu wako, inua watu wako. Tangu siku za Yohana Mbatizaji na hata sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Lazima tuteke. Hakuna pepo tena hapa, hakuna mizimu tena hapa, hakuna majini tena hapa, hakuna kurudi nyuma. Ayesa toto, hebu simama kwa miguu yako. Sandama kurema, inua mikono yako. Sasa ni wakati wa vita. Ni wakati wa vita. Shetani muongo, wewe una chochote wala si lolote. Nimesema simama, inua mikono yako. Aya.
miguu iliyolegea, mikono iliyopoza, matumbo ambayo ni tasa. Nisikie uwe na masikio ya kawaida na uwe na masikio ya rohoni. Haya biashara zinazoleta hasara, una roho ya kukataliwa, watu hawakuelewi. Asubuhi ya leo, ndani ya dakika 5, mwanaume anaenda kujitukuza. Si uje mbele nikuombe, nisamehe kwa muda. Njoo mbele, fanya haraka, unahitaji kukutana na Bwana. Usiangalizie kwa mtu, amua we mwenyewe. Mimi sina lugha ya kukushawishi, lakini nina uhakika Bwana amenipa upako kwa ajili yako. Hata uwe peke yako, usijali umati. Petro alitoka kwenye boti peke yake, akawaacha wengine wanasandarazi kwenye boti, akakutana na muujiza wake wa kutembea juu ya maji. Leo ndiyo tarehe ya wewe kuanza kutembea juu ya matatizo. Ni tarehe ya kutembea juu ya matatizo. Andaramasa, uweza na nguvu, uweza na nguvu. Kama pia upo ambaye unataka kumtumikia Bwana kwa njia ya kushuhudia, uko wapi kanisa? Uko wapi kanisa? Yes! Yes! Rapa shate manduru, reko shakara masata, rabi shandarama. Weka mkono kwenye sehemu yenye tatizo. Bwana ameanza kutembea. Kuna vitu vinapamiwa, kuna vitu vimeanza kupigwa. Wadumu mko wapi? Kata ya anza kupokea. Toka roho ya mashaka, toka roho ya woga, toka roho ya wasiwasi. Enyi magonjwa na mapepo, ondoka, ondoka. Toka chio. Binti, pokea muujiza wako. Pokea rimumumu. Pokea shinirimusaka. Basa nisaidie, endelea tu kuweka mikono. Muda wetu si rafiki. Naomba watumishi wa mikono. Watumishi naomba sogea mbele. Washirika sogea mbele, tuweke mikono. Sogea mbele, tuweke mikono juu ya watu. Naomba fanya haraka.